President wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amekuwa sanctioned na Marekani. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Joseph Kabila hatawahi kuingia Marekani, hata wanamemba wa familia, mambo ya familia wake hawatawahi kuingia Marekani. Na pia kitu kingine kibaya ambacho kinaweza kutokea leo kesho ni kwamba ikiwa amekuwa na bank account Marekani au vifaa vyake vyote, akiwa na utajiri wake yote ambayo iko Marekani, zitazuiliwa. Na pia akiwa na credit card, makadi zote za banki za pesa zitazuiliwa. Na pia hatawahi kupata usaidizi wote kutoka kampuni, yani enterprise yote ya Marekani au mtu yeyote ambaye anaweza tarajia kumsupport, wote watakatazwa sababu iko sanctioned. Na pia hiyo ina affect usaidizi kutoka nchi zingine au mabanki zingine zitabloke pia pesa zake au usaidizi yeyote, sababu wanaogopa pia kwa sible na Marekani, na ile inaleta shida kubwa sana na utata kwa maisha ya President Joseph Kabila. Na pia kitu kingine ni kwamba ndugu zake, yani wa mambo ya familia pia nao wanazuilika kwa njia moja ama nyingine, ikijulikana kwamba wao ni ndugu zake, hawatawahi kuingia Marekani au hiyo shida pia itawaffect kipesa, utajiri wote kiundani. Sasa kitu kingine ni kwamba credibility inaharibika, yani jina linachafuka, sababu hatawahi kupata msaada yeyote kutoka nchi yeyote au kutoka kampuni au kwa mtu yeyote, sababu jina limechafuka tayari. Amekuwa kwa database ya base de données ya Marekani ya kwamba yeye ni kiongozi ambaye iko sanctioned. Yani Marekani iko sanctioned inamaanisha kwamba wewe ni mtu mbaya na wewe ni mtu ambaye haufai. Je, hii mambo iko halali? Basi hiyo nilitaka kuwajulisha tu nini ambayo inatokea wakati serikali ya Marekani ina sanctioned president wa nchi fulani. Hizo vitu zinatokea mara nyingi sana. Wanazuia mambo ya banki yako, financement yako, nini yeyote, utajiri wako hautawahi kuingia Marekani, ndugu zako pia hawatawahi kuingia Marekani, na pia inasababisha nchi zingine zisiwahi kukusaidia au makampuni mengine au watu wengine au wa investisseur au wa sponsor wote wataogopa kukusaidia, sababu hawataki wajulikane na Marekani kwamba walikusupport ama walikusutenir, paske hawataki Marekani pia iwaweke vikwazo. Na pia inafanya jina lako lichafuke kiukweli, yani jina lako litaonekana kwamba wewe ni mtu mbaya ambao umeshiriki vitu vibaya. So nilitaka kuwajulisha hiyo tu, si mambo mengi, mimi sio kwa ubaya, ni just kucomment tu. Je, tukiangalia mambo ya serikali ya Kongo, watu wengi wamefurahia na wengine pia hawajafurahia. Sasa kazi ni kwenyu nyinyi kuweza kukomante, mnaona namna gani hii mambo, je iko sawa, na je italeta solution kwa nchi ya Kongo kufuatana na shida ambazo zinaendelea kwa sasa? Je, itamfanya Rais Kabila aache kusaidia wale watu ambao wanasumbua? Je, itamfanya au je Rais Kabila anawasaidia au hawasaidii? Je, kuna mapreve ambazo zinaonyesha kwamba Kabila anawasaidia ama hawasaidii? So hizo zote ni vitu ambavyo tunajaribu kugusia, kuongelea. Karibu sana, asante.